Baada ya kusambaa kwa taarifa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikieleza kuwa vijana wawili wanaofahamika kwa majina ya Joseph Mrindoko na Jackson Kabalo wanaounda kundi la wachokonozi wamevamiwa na watu wenye silaha kali waliojitambulisha kuwa ni polisi. Manara TV tulifunga safari na kufika hadi eneo hilo ambalo ni Maji ya Chai, wilaya ya Rumeru, Arusha, na kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji. Akatupa ufafanuzi kuwa waliowakamata walifika na kujitambulisha na kutoa vitambulisho. Na hapa mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai anazungumza. Asante, mimi naitwa Amase David Mbise, mwenyekiti wa kijiji cha Maji ya Chai. Kilichotokea bwana, hakuna mtu aliyetekwa. Watu wamekamatwa katika taratibu zote za kisheria. Kwamba maafisa wa polisi wamekuja, wamefikia ofisi ya kata. Na baada ya kufika ofisi ya kata nikapigiwa simu. Nikaulizwa location ya nyumba. Nikaelekeza location ya nyumba. Kwa hiyo walipofika nyumbani kwa huyo bwana hawakumkuta. Lakini kuna intelligence yao ambao walitumia, wakafika pale wakapafahamu vizuri. Sasa ndio wakawa wanamtega kulingana na uwezo wao. Nikamatwa akiwa na gari pamoja na fundi. Na sisi tukiwa tupo kwa sababu hao mabwana walifikia ofisini. Walipofikia ofisini wakatuelekeza kwamba kuna mhalifu wa kimtandao ambaye tunamsaka. Sasa huyu mhalifu inabidi kwamba tufuate taratibu zote za kisheria za kumkamata. Na ndio maana walifika ofisini. Kwa hiyo baada ya kumuona kwamba anakuja na gari, kwa sababu naye sio kwamba hawamtambui, wanamtambua kwa kiasi fulani, wakamzuia na gari, wakamweka chini ya ulinzi, wakatuita kama viongozi, tukashuhudia, tukajeuza, tukafika nyumbani kwake, wakaenda kumpekua, wakakuta hivyo vifaa ambavyo walikuwa wanahitaji, ambavyo ndio wanatumia labda kwa kazi yao kwake ya kimtandao. Vifaa gani? Kuna mic na kamera. Kwanza yule bwana alionyesha ushirikiano mzuri sana. Hakukaidi wala hakuguswa. Kwa hakupigwa kabisa. Hakuguswa kabisa. Kwa sababu nilikuwepo mimi, mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji. Na balozi pia. Na maelezo yameandikwa. Na vifaa vyote ambavyo vilichukuliwa viliorodheshwa, ni pamoja na vitabu viliorodheshwa. Wao wanasema kosa kubwa lake ni matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo kosa mimi sijui, ndio nani taarifa niliyoipata jana kwamba ni matumizi mabaya ya mtandao. Unajua kwa sasa hivi watu wamekuwa weu, karibia wote ni weu, kwa sababu sisi tulifika pale tukajitambulisha na wananifahamu, na mwenyekiti wa kitongoji wanamfahamu, na balozi wanamfahamu, kwa sababu balozi huwa anachukua michango pale mara kwa mara. Na wote wakatoa vitambulisho, wakakagua, na mimi mwenyewe nikachika kitambulisho nikawaonyesha kwamba kitambulisho hichi cha askari, kitambulisho cha askari. Na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wengine wawili walikuwa wamevaa sare, wamevalia sare za jeshi la polisi. Hilo la kuniuliza wako wapi, kwa sababu walitoa maelekezo pale kwamba familia iende kwa OCD, watapata taratibu zote kwamba mtu wao yuko kituo gani au yuko sehemu gani. Na vile vile hata baada ya kuingia ndani, mimi niliwakagua wale maaskari vizuri mno. Nikawaambia huyu ni mwananchi wangu tayari, ninamlinda kwa taratibu zote ambazo zinafaa kumlinda. Wakaweka simu zao, kila kitu waliweka hapo chini. Tukaingia ndani nikiwa na wasimamia, hakuna nani ambayo iliyopatikana. Na sasa sijui kama taarifa mlizozipata nyinyi mmepata kwa nani labda. Waliokamatwa, kwanza huyu bwana amehamia hapo juzi. Anadai kwamba ana miezi kama 3 amehamia pale. Lakini juzi intelligence iliyotumika kwamba apatikane au taarifa zake zipatikane, mke wake alikataa kutoa, akasema kwamba mume wake amruhusu kabisa kutoa namba zake za simu. Kwa hiyo kumtambua majina yake pamoja na vitabu vyake vimeandikwa Joseph Mrindoko. Hata vitabu vyake yameandika Joseph Mrindoko. Tunamjua, alihamia tu hapa tuseme mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4 hivi au 3 ndo alihamia hapa. Sababu hii nyumba ilikuwa inauza. Na wao anaishi na nani? Anaishi mke wake na mtoto wake. Basi. Na mdogo wake sio ndo kaka yake ndo anaishi naye.